Hali gani mwanafamilia wacheni tupendwa, hii hapa ya Kileo Media. Kama ndo mara yako ya kwanza, basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Bwana Kajala Masanja pamoja na Wolper wazua mjadala mkubwa sana huko mitandaoni, na watu wengi wameweza kukasirishwa na hiki ambacho walichoweza kukifanya, kwa sababu huu umefikia mwezi wa Ramadhani, lakini wao wamekuwa watu ambao hawajali chochote kuhusiana na chochote kile. Sasa kuna picha ambazo zinazosambaa mitandaoni, na wengi wao walifunguka na kusema kwamba hivi hawa mabinti ni mabinti wa aina gani? Mbona kama kuna mambo ambayo wanayafanya halafu hawaangalii hata mwezi ambao uliokuwepo. Kiukweli mimi binafsi naumia sana kuweza kuona haya yanayoendelea kwa kipindi hiki, lakini tutasimama na kuweza kupambana kuweza kuhakikisha kila kitu kinakaa katika mstari na misingi ile imara, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea na yatupaswa kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika mikakati na misingi iliyo bora. Mimi binafsi nimeshachukizwa na hiki ambacho kinachoendelea, kwani hawa watu wamekuwa wakijibizana bila uoga wala kuhofia kitu chochote. Sasa hili jambo ni baya sana, hivyo yatupaswa kuweza kutambua na kuelewa ni namna gani ambavyo mambo yanavyozidi kuwa katika migogoro mikubwa. Hivyo yatupaswa kuweza kuhakikisha kila kitu kinakaa katika mstari ulio imara, ili kuweza kuhakikisha maisha yetu yanakuwa katika misingi iliyo bora zaidi. Mimi binafsi nitaongea kitu kimoja ambacho kilichofanya watu wengi waweze kuumia zaidi, na hii ni kuhusiana na bibie Kajala Masanja akisema kwamba hakuna mwanamke yoyote ambaye anayemzidi kwa chochote, si pesa, si kitu chochote. Sasa hii kauli imewafanya watu wengi waweze kuongea na kuto kujali chochote ambacho kinachohusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kisha akasema kwamba kwa hiki kinachoendelea kwa sasa Kajala atatusamehe kwa sababu ametukosea sana, na pia anatakiwa kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi iliyo imara, kwa sababu haya ambayo anayoyafanya sisi binafsi hatukuweza kupendezewa nayo, na anatakiwa kuweza kuhakikisha kila kitu kinasimama katika misingi na weredi ulio imara zaidi. Bwana, mambo ndo kama ambavyo tunavyozidi kuona, kwani bibi ya Kajala ameweza kusimama imara na kuweza kuhakikisha kila kitu kinakwenda kuwa sawa, na wengi wao wakasema kwamba yatupaswa kuweza kuhakikisha kila linalotokea katika maisha liweze kuwa na misingi iliyo imara na iliyo thabiti, kwa sababu kuna watu wengi ambao wanaendelea kuweza kuwafanya watu wengine wajihisi vibaya, na wengi wao wakasema kwamba kwa hiki ambacho kinachoendelea Mungu atasimama nasi katika kila hatua, kwa sababu kuna namna fulani hivi watu wanaendelea kutufanya kama sisi hatuna cha kufanya. Bwana, mambo ni mengi alafu muda ni mchache. Mimi nikusihi kama ndo mara kwa kwanza, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.